tumekuwa na watoto wengi na watu wengi kwenye kaya. Tukubaliane tu waheshimiwa wabunge, tuseme ule ukweli, tusiongee siasa. Tumetoka sisi wote tunatoka nyumbani. Ni watu wangapi tumewasha wako sebuleni wanaangalia TV sasa hivi? Alafu kingamuzi kikiisha mwisho wa mwezi wanakugongea mama kingamuzi kimeisha. Ni wengi, ni wengi. Sasa ile inafanya mtu anayezalisha pale ni mmoja tu. Kwa hiyo tunachosema ni nini? Tuna ile sera ya population policy. Tumeweka pale kama serikali kwamba uzae unaowaweza. Wale watoto wanapokuwa wanaongezeka wengi sana, ni shughuli nayo. Naomba nilizungumza ukweli tu mimi nilitaka. Kuna shughuli yake. Sasa sisi kuna faida yake kuwa na ile population kubwa. Kama wenzetu waliofanya kule katika bara la Asia, kwamba ile population na ndio maana sera yetu ya serikali ni sera ya viwanda. Tuwekeze zaidi kule kwenye viwanda ili tuweze kuja ku absorb hii population iende kule ikafanye kazi. Tuitoe fursa ya kutosha. Na ndio maana waheshimiwa wabunge mnaendelea kutoa michango vizuri sana katika budget. Ili tutoe fursa. Hii population tunaenda nayo wapi? Mmeona wale watoto wa 0 to 17? Nimeona hapa. Ni 50%. Hebu niambieni tunakwenda wapi? Ni 50% ya population yote. Watoto wale wenye umri wa 0 mpaka miaka 17, 50%. Kwa hiyo kuna uhusiano huo, hatuna jinsi. Hili pato la taifa tutakuwa tunauana nalo tu, lakini ni kustrengthen zaidi uzalishaji na huku tuliangalia zaidi, tupromote zaidi elimu ya mwanamke. Mwanamke aende shule zaidi, kwa sababu unapokuwa shuleni kule una ule muda tena wa unapunguza wale watoto automatically, si ndio? Mpaka unapofika kule kwenye sekondari, chuo kikuu, basi unakuta kwamba wale watoto ambao ulitakiwa uzae katika umri wako unakuwa umepunguza kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba tuongeze ule umri wa kuolewa, halafu na tuongeze elimu ya mwanamke, halafu tupromote na mambo yale mengine sitaki kuyazungumza, halafu ndio tuone tunakwenda. Otherwise hapo hatuna mjadala kwa kweli, hakuna mbadala. Mimi naomba tu nilisemee hili. Nizungumze swala lingine ambalo wale watu wanaokaa mipakani tunahesabuje? Kwa mfano kule Rombo kuna wale wanaokuja wanafanya biashara wanarudi Kenya asubuhi. Hivyo na kule Zambia wanakwenda hivyo. Hata tunahesabuje? Wale wanakuja tunawajuaje wale? Niseme tu sisi tunachosema ni kwamba tunahesabu watu wote waliolala nchini siku kwa kiasi cha sensa. Na sensa hii naomba niwaambie kabisa waheshimiwa wabunge, na sensa hii mhusika mkuu ni mwenyekiti wa kitongoji na mwenyekiti wa mtaa. Hawa ndio wahusika wakuu. Na watakao hesabu watu safari hii. Hatuendi kuchukua mtu mwalimu kutoka kwa mfano Rombo anatoka mwalimu Moshi mjini anaenda kuhesabu Rombo. Hiyo haipo. Kwani pale hakuna watu ambao wamesoma? Wapo. Kwenye vitongoji wapo wamesoma. Tutawawezesha pale wakafanye kazi ile ya kuhesabu. Wahesabu hawa ili wale watu wake wasipohesabiwa atuambie vizuri. Kwa nini watu wakuhesabiwa pamoja na elimu ambayo mtakwenda kuitoa. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba watafanya biashara alafu watarudi kwao kule. Lakini kwenye kaya kama nilivyosema tunategemea tuhesabu siku 2. Hasa yani mimi nataka watu wahesabiwe siku moja tu. Ile Jumapili ile Mheshimiwa Rais akitamka kwamba leo ndio siku ya watu wote wanahesabiwa. Basi hebu watu wahesabiwe siku moja. Iwe de facto kweli usikule kwa mjia siku ya sensa. Kwa hiyo tumwage makarani wengi sana katika ile maeneo pale wahesabu wale watu wote kwa siku hii moja. Hiyo ndio lengo letu hizi ofisi hizi mbili za takwimu hizi kuhakikisha tunakwenda huko. Kwa hiyo wale watahesabiwa na kwenye swali la uraia tunawauliza uraia, wewe ni raia wa nchi gani? Atatuambia ni Kenya, ni wapi. Kwa hiyo tutapata wa Tanzania typical na tutapata wale wa Kenya, watu wa Uganda na nchi nyingine ambayo watakuwa nchini siku kwa kiasi cha sasa. Hilo halina shida. Kwa hiyo makundi haya ni ya msingi sana wakati wa zoezi hili. Na mtatupa mengi namna gani tuende huko ili tukafanye kuhesabu watu. Watanzania wanaoishi nje ya nchi tunawahesabuje siku kwa kiasi cha sensa? Tunafanya de facto. Walioko nje ya nchi tunawafanyaje? Ni sensa ya kwanza tunataka tuhesabu Watanzania walioko nje ya nchi. Tutawahesabu kabla ya sensa yenyewe
Kwa hiyo tutapeleka fomu kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, watatujazia na tutakuja kwa hiyo. Ni sawa kama tunapopiga kura. Nchi kama ya Kenya wanapeleka wale wanahesabiwa, alafu tunakuja tunawajumuisha kujua Watanzania wale wanaoishi Uingereza, wanaoishi wapi. Na nitategemea kamati kuu ya sensa chini ya waziri mkuu watakavyoona inafaa. Lakini sisi tutatoa kwa sababu ni Watanzania na wakirudi huku wanatumia rasilimali zilizoko, ni lazima tuwajue wapo wangapi. Nizungumze hili swala la waheshimiwa wabunge wahusike kwa kiasi gani katika kutoa elimu na vifaa hivi vinatolewa vipi. Niseme kwamba waheshimiwa wabunge kwa kweli mimi nitatoa ushauri. Kwa kweli tunawahitaji mfanye kazi hii kweli. Bila waheshimiwa wabunge kushiriki kwa 100% kwenye kuhamasisha, na tunaanza hili zoezi la pilot, ina maana hatutafanikiwa. Na vifaa hivi vya vishikwambi ni lazima mpewe, kwa sababu ni lazima kunatengenezwa dashboard. Sasa dashboard hii tunafuatilia vipi? Ile dashboard tutaifuatilia vipi kujua kwamba hao watu kweli wamehesabiwa? Zile fulana zile tunazokwenda kutengeneza, fulana zile tutazitengeneza namna gani? Bila mheshimiwa mbunge naye kupewa na kofia ile ya kuhesabu watu, lazima kae na koti lile, lazima kae nalo. Mheshimiwa Rais wetu, kwa sababu hii ndio sensa yake. Samia na sensa. Mbona tulikuwa tunaandika hivyo? Kikwete na sensa. Na hii nayo Samia na sensa. Na yeye afahamike kwa sababu ni sensa yake ya kwanza na ni ya 6. Hatutakubali kuona kwamba sensa hii inafeli. Tunataka tuone sensa hii inakwenda hivyo. Kwa hiyo mimi niseme hivi vifaa mlivyozungumza vitakapokuwa vinanunuliwa mheshimiwa, niseme tu kwamba wote tutapewa, kwa sababu tuko kwenye kamati ile, kamati ya halmashauri. Wabunge ni wajumbe. Kwa hiyo kama wewe ni mjumbe, definitely wewe ndio unayepanga sasa kila kitu, hata fedha ile kwa ajili ya transparency. Ile fedha inayoletwa kule, transparency itakaa mezani, mpange wenyewe. Sio kama ile hela inaenda kufungiwa kwa dedi, haifungiwi kwa dedi ile hela. Kuna regional census coordinator. Alafu kwenye wilaya kuna district census coordinator. Kwa hiyo wale ndio wanaitwa nini? Accountant wanaitwa accounting officer. Kwa hiyo accounting officer ni hao, sio dedi. Dedi naye anakuwa ni mjumbe kwenye kamati ile. Dedi anakuwa ni mjumbe. Kwa sababu hizi ni hela zinatoka serikali kuu zinakwenda hivyo. Alafu na retirement yake inakuja hivyo. Na ukaguzi wake unakwenda hivyo. Kwa hiyo hakuna namna ya kutempa na hii hela ya serikali hata shule. Vijana pale tumetumia ile sera vijana. Ni vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo utakuta kwamba ukiangalia kwenye hawa vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 kwa Geita wamepungua kilinganisha na Simiyu. Inawezekana vijana hawa wamemigrate kwenda kwenye maeneo mengine kwa ajili ya kutafuta shughuli zao za kiuchumi. Lakini in the real sense, hata ukiangalia wale wanawake wenye umri wa kuzaa kwa mkoa wa Geita na hii mikoa ya kanda ni wengi, ni wengi, 15 to 49. Wale wadada wale wako wengi sana. Kwa hiyo production ile ipo. Kwa hiyo uwiano wake ni kwamba inawezekana vijana wamemove kutoka Geita kuliko Simiyu. And in most cases wanakuja Geita sababu ya mchimbo. Exactly, something like that. Sasa I would wish kwamba ile ingekuwa juu. Ndio tunasema kwamba tutakuja kuikaunta sasa tutakapofanya sensa hii. Hii na hii ya 2022. Ndio tatupatia the real situation under the ground. Kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa mfano, tumeona kuna wazee wengi sasa, ni 9.7% ya wazee kwa mwaka ule 2012. Inawezekana sasa hivi kama wameongezeka. Kuna impact yake. Itakuja kuwa kwa maana ya kwamba impact yake ni kwamba tunaweza kuja kutoka kama mkoa wa Kilimanjaro mkasafa sasa kama aging, wanaita aging population. Tukawa sasa hakuna tena wale wa kuzalisha pale chini. Tuka encourage baby boom. Kwamba watu wazae zaidi ili wazaa sana lakini hawazalie wanazalia sehemu nyingine hivyo. Kwa hiyo kwa encourage kurudisha wale watoto. Na ndio maana mkoa wa Kilimanjaro mtoto mwanaume wa Kilimanjaro akizalia mtoto wote lazima amtafute amlete amrudishe kule Kilimanjaro. Wanayaona haya. Kushukuru kwa fursa hii
na mimi sitazungumza mengi kwa sababu mtakwimu mkuu amefafanua mambo mengi ambayo waheshimiwa wabunge walitaka kuyafahamu. Labda kwa ujumla wake ni washukuru waheshimiwa wabunge kwa kuja, maana mngeweza kuitwa alafu hamkuja, ingekuwa mtihani kupata ufafanuzi, lakini pia kwa utayari wenu wa kushirikiana na ofisi ya takwimu katika zoezi zima la sensa. Kwa hiyo huo utayari ni wa muhimu sana, na ninyi kama wawakilishi wa wananchi, kwa namna mlivyoeleza hapa kwamba kila mmoja yuko tayari kwenda kuhamasisha, naamini mtalifanya zoezi la sensa kuwa rahisi zaidi kuliko kama msingekuwa mmeshirikishwa. Kwa hiyo nawashukuru kwa huo tayari, lakini pia nimshukuru mtakwimu mkuu pamoja na ofisi nzima kwa kuona umuhimu huo wa kushirikisha wabunge kwenye hili zoezi zima, lakini pia kwa kuona kwamba yale maeneo tunayotoka na sisi tukawe sehemu ya hilo zoezi. Itarahisisha zaidi kwa sababu tutakuwa sehemu ya ile taarifa inayotoka kila wakati na kujua mipango. Kwa hiyo mambo mengine ambayo pengine mmetufunza hapa na hatujapata nafasi ya kuuliza, tumeyashika kichwani. Tutakapoenda kule sisi tunaweza kuwa ni watu ambao pengine tunauelewa mpana zaidi kuliko wale wenzetu watakaokuwa wanashiriki kwenye hizo kamati, na kwa hivyo tutatumia elimu hii ya muhimu sana mliotupa, ikiwa ni pamoja na kuelewa namna ya kuzitazama hizi takwimu. Kwa hiyo zile changamoto ambazo tunazisema sasa hivi hapa kwamba zilikuwepo kwenye zile sensa za huko nyuma, kwa sababu sisi wenyewe tutakuwa tumeshiriki, kwa hivyo changamoto zingine tutakuwa tunazimaliza huko huko, maana tutakuwa sehemu ya hili zoezi.